Kuna mwenye maswali? Kuna swali? Kuna nini? Kuna lolote? Hicho kitabu unachokisemea wewe, nikisema kwamba nilipie nusu leo na kesho nikamalizia, naweza nikakichukua? Hapana, unalipa kabisa nusu hiyo. Weka kesho umalizia. Yaani hapa ni unatoa keshi, haina mkopo, haina kuwekeza. Wewe kusanya tu hela chako, kikifika ndio chukua. Yaani nataka ufeel, si unaelewa? Yaani nataka ufeel, yaani ufeel umepata kitu cha thamani. Kama unaweza kweli ukahesabu 50,000 yako, utakuwa hichi kitu umekithamini na utakwenda kukifanyia kazi na kitakupa matokeo. Kwa sababu mimi sitaki, ningeweza hata kuwagawia bure, lakini mtaenda kuweka kwenye mabegi yenu. Sijui unaelewa? Lakini ukikitafuta unajua kabisa mimi hii ni hela nawekeza. Nawekeza hapa niweze kupata hela zaidi. Na sisi ndio ambao tunawapa hizi kazi na tutakumonitor. Mtu akishachukua hii kwanza namweka kwenye kumonitor, ili nihakikishe haya anayafanyia kazi. Nitakuwa na session za kumuuliza maswali, nijue kama yale hii ameisoma, ameielewa na anaiapply. Na hata bosi wake tutaongea naye. Kwa lengo gani? Akimaliza huo mkataba wa kwanza, akija hapa tutimiza ahadi yetu kwamba huyu sasa sio traditional tena, au huyu sio smart tena. Si ndio? Kwa hiyo yani lazima kuwe kuna accountability fulani. Kwa wewe kama una nusu, wewe ijazie tu. Kesho kutwa, haina haraka. Yaani wewe utakapokuwa tayari muda wote njoo, nitakupa mwongozo huo na nitakuweka kwenye Mwingine mwenye swali? Hamna. Mpe Mike. Madam, mimi naomba nichukue hicho kitabu, naona kitanisaidia kwa namna moja ama nyingine kutokana na kosa ambalo nimefanya kazini. Kwa hiyo ningeona nikichukua hicho kitabu kitanisaidia. Sawa. Sawa, mpaka mfanye makosa jamani, msichukue mpaka mfanye makosa. Msisubiri mpaka mfanye makosa. Yaani inabidi ujiandae mapema. Sawa, kama unachukua urekebishe makosa yako, haina neno, ila una kazi ya kuongea vizuri na management, kwa sababu hilo kosa kwetu huwa ni kubwa sana. Mtu ambaye anaweza akamuonyesha mtoto ampendi sio kosa rahisi, yaani ni kitu ambacho ni kikubwa kwetu. Kwa hiyo inabidi ukae vizuri na mkurugenzi mwenzangu, umshawishi kwamba yani hilo kosa halitaka lirudie tena, na jinsi ulivyojipanga hadi mwongozo unataka uchukue ili sasa usirudie makosa tena. Otherwise yani tayari niwe ni mtu ambaye tumekuweka kwenye blacklist, yani yule dada ambaye hatakiwi kuajiriwa na huu mradi. Sio, mnasikia jamani? Nasikia? Sio kwa ubaya, kwa sababu hiyo thamani ndio mabosi wanalipia. Sasa wakisikia tu yani unakuja kwa mfano kwa kosa kama hilo afu unarudishwa tu kazini, unapelekwa kwenye nyumba nyingine, hivi unafikiri wanatuelewaje? Hawezi kutuelewa vizuri. Lakini kwa kuwa wewe hapa unatamka kwamba umeshawishika sasa ununue mwongozo wetu ambao unaelezea vizuri malezi. Si umeona pale kwenye kipengele kile nilichosema. So kukaa tu na mtoto, ila unatakiwa yule mtoto umkuze katika masuala ya kisaikolojia, muonyeshe upendo, ajue nina dada ambaye yani ni zaidi ya mama na wazazi, awe comfortable. Mtoto awe comfortable akiwa na dada. Sasa hivyo vitu kama unasukuma kwamba sasa hivi ndio unataka kujifunza ili uvifanyie kazi, hapo unamshawishi mtu hata kwamba inawezekana amekosea, kwa sababu kibinadamu tunakosea, si ndio? Hakuna binadamu asiyekosea, sisi tunakosea wote. Cha muhimu ni kwamba ukishafanya kosa unalirekebisha. Ndio hata pale tumesema jifunze kwenye makosa yako. Jua kosa nililolifanya na useme kweli hili kosa, naomba Mungu nisaidie, halitaka lijirudie. Huyo ndio mtu ambaye kweli anaweza kukua. Na ndio maana hata hapa sisi tunawapaga chance wadada wanaokosea, ila pale ambapo wenyewe wanapoonyesha kujutia makosa yao na kutaka kuyarekebisha. Kama mwenyewe alivyosema, jamani, nataka ninunue huo mwongozo ili nirekebishe kutokana na kosa lililotokea kazini. Ina maana huyu ni mtu anayejutia kosa alilolifanya. Mtu kama huyu kwangu mimi yani namuona ni mtu ambaye anakuwa kabisa, ni mtu ambaye ana uwezo wa kurekebisha makosa yake na akaenda mbali. Cha muhimu tu ni kwamba sasa utadili na ofisi kwanza kule.
uhakikishie kwamba kweli hilo ni kosa umelifanya, unalijutia na umejipangaje kulirekebisha kuhusu watoto. Sawa eh? Sawa. Haya, sawa. Hongera pia kwa kutambua kosa lako. Kwa sababu wengine akishaambiwa hivyo anasusa huyo, anaondoka. Matokeo yake hawezi kukua kweli. Kwani nimemwambia aombe msamaha? Sijamuuliza chochote, lakini ndo kwanza kanisurprise, anataka anunue mwongozo kwa ajili ya kosa lililotokea wapi? Kazini. Yaani ndio hicho unasema, hata Biblia inasema kuna jinsi unavyomjibu mtu hata kama alikuwa na hasira, ile hasira inaondoka. Kwa hiyo hongera. Kuna mwingine mwenye jambo? Haya, mmejifunza nini? Labda mimi niwaulize, mnapoangalia masomo yetu tunavyofundisha, mnaona nini? Hiyo kila mtu anaongea, simkodolee macho, mpe huyu anzie huko. Mafundisho yetu mnayachukuliaje? Mnayaonaje? Kwa kweli weka maiki hapa. tumejifunza vizuri. Tumejifunza vizuri, sio kwamba sisi ni wakali sana. Hapana. Na tunawakandamiza wadada. Hapana. Tunajifunza vitu mbalimbali. Na tunakuwa kiakili na kimawazo. Ndio unavyoiona? Ndio hivyo kwa upande wako, unakuwa kiakili na kimawazo. Vizuri, umeongea pointi kubwa hiyo. Kukua kiakili ndio inayokupa hela. Haya, kila mtu aniambie, unaonaje? Kwa upande wangu mimi, tangu nimefika hapa nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza nidhamu, nimejifunza mapishi, nimejifunza pia kushirikiana na watu. Kwa hiyo nimefurahia kuwepo hapa. Mafundisho yetu unayachukuliaje, mbali na hayo ambayo umejifunza, lakini mtazamo tulionao kwa ujumla, jinsi tunavyowaandaa, jinsi tunavyowafundisha, jinsi tunavyowaelekeza vitu gani mfanye, vipi msifanye, unaonaje? Ni mafundisho mazuri, na ukiyafuatilia ni kwamba unaweza kufika mbali kama ni mtu ambaye utakuwa unazingatia. Ni mafundisho mazuri sana. Kama ni mtu ambaye unafanyaje? Umeweka neno zuri. Usipozingatia ndio hivyo, chakula kwako, sio kwetu. Haya, yule hata huyu anaweza akawa na neno. Wewe hapo ingawaje ukuzingatia ukatupuuza. Haya, kwa kweli nashukuru kwa mafundisho, maana nimejifunza mengi. Kwanza mambo mengi ambayo nimejifunza kutokana na mafundisho yetu ambayo tunapewa. Ni mambo mengi. Wewe lazima yawe mambo mengi, kwa sababu yaani kituo kimekulea sana. Yaani nilikuja kushangaa, nilipoona picha yako nikaambiwa shida yako, sikuamini, kwa sababu wewe yaani ni moja ya zawa ambazo tunaweza kusema tumekulea. Umekaa kwenye mafundisho ya tofauti na labda huko nje, hata kwa wazazi wako. Ndio hivyo, ukijisahau inakula kwako. Ndio maana wewe akasema ukiyazingatia utafika mbali. Usipozingatia unatoka nje ya reli, ndio unakumbuka kumbe nimejisahau, ndio unarudi. Kwa hiyo sasa hivi ulikuwa umechomoka kwenye nani. Haya, sawa. Dada pale, tumejifunza ni mambo mengi sana. Sikusikii. Sisikii sauti yako. Nashukuru Mungu tumejifunza vizuri, hata hapa wanatufundisha vizuri. Mbona unaongea taratibu hivyo? Toa sauti jamani. Unaga sauti? Ninalo. Ongea basi tukusikie. Eti mnamsikia? Tumejifunza upishi bora, malezi na majukumu na kupanga ratiba na tabia. Tabia tena ndio eneo kubwa swa. Hivyo vingine utapika na nini, lakini tabia ikiwa ndivyo sivyo unaondolewa kazini. Ni kweli. Na nidhamu ni utendaji wa kazi bora. Tukizingatia hivyo na sisi tutaishi vizuri na mabosi wengi watatukubali. Sasa mimi nawaambia sio kuhisi. Unajua neno la Mungu aliongopi. Kweli. Kwa hiyo sio kuhisi. Ukizingatia ambayo tumeelekezwa, kwa sababu sisi tunayoelekeza hatujatunga. Yako kwenye neno la Mungu huko tumewekea mpaka mistari baadhi ya Biblia inayosapoti mafundisho yetu. Kwa hiyo ukiyafuata lazima utafanikiwa, sio unahisi, ni lazima ufanikiwe. Lazima tutafanikiwa.
Haya, wape dada upande huu. Wadada Center, nguzo ya familia. Mafunzo ni mazuri kwanza. Lakini pia ni kilichobaki kikubwa ni utendaji. Ukiyafuatilia vizuri, ukatimiza wajibu wako kwa namna ambayo bosi wako anataka utimize, hakika utafika mbali kulingana na mafundisho ambayo tumekuwa tumepewa. Na usipozingatia obvious hakuna mahali unaenda. Yani utarudi, utaenda, utarudi, utaenda. Utapata hasara. Yes, utaona wenzio wanapanda lakini we uko pale pale. Na ukiachana na kuona wenzio wanapanda, kuna kupoteza muda. Unapoteza muda na pesa. Na wewe unapoteza muda na pesa. Mimi hapa nijitolee mfano, nilipoteza 7,500 plus na hela ambayo nililipa kituo kwa zile siku ambazo nilikaa hapa 100,000. Jumla shilingi ngapi? 8,500. Kwa hiyo nikasema hivi, hapa nikisema niende tena kazini, kwa kweli nitaboronga. Alikata tamaa. At least nijipe muda nikaweke akili yangu ikae sawa. Nikirudi nirudi na nguvu mpya. Na nashukuru Mungu imekuwa hivyo. Kwa hiyo kikubwa tu ni utendaji. Kwa sasa hivi amekuja na nguvu mpya. Sasa kwenye nguvu mpya huu mwongozo unakuhusu. Yes, lazima ni utafute. Usipoteze. Umepoteza hela nyingi. Kweli. Kwa sababu huu ni 50,000. Wewe umepoteza 8,500. Kweli. Si ndio? Ndio. Ndio maana naambia hiki kitu ni investment. Yaani ni uwekezaji ambao ukiwa nao, ukiwa hapa kichwani unahakisha kila siku unajikumbusha. Una Biblia yako pembeni lakini mwongozo wako unakuwa nao, si ndio? Maana sisi tunamwamini Mungu. Kwa lazima kwanza tusome neno la Mungu kwa wale ambao nasoma Biblia kama ni Qurani, msaafu nini, najua wenyewe. Waislamu mpo hapa? Mpo? Inaitwaje? Kitabu chenu, mimi chetu kinaitwa Biblia. Qurani. Kwa msaafu nini? Ni hiyo moja. Okay. Kwa hiyo yani ile, kwa sababu ile haiwezi kukupoteza. Yani hamna kitabu chochote ambacho ni cha Mungu wa kweli kitakupoteza. Hakitakufundisha ujeuri na vitu vibaya vibaya. Lazima tu itakuwa inakuelekeza kutenda mambo mema kwa binadamu wenzako. Then unapata haya maarifa ambayo sisi ni utafiti wa miaka 15, mabosi wanataka nini. Kwa hiyo ukiwa unajua kila siku unajua bosi wako anataka nini, huwezi kushindwa na utapandisha thamani. Kwa hiyo huwezi kukatishwa mkataba wako, huwezi kupoteza hela zako, na utakuwa ni mtu mwenye kupanda thamani kila mwaka. Ukimaliza mwaka unaongeza. Kuna mabosi sasa hivi analipa dada, sisi si mshahara wetu 500,000 professional. Kuna dada yuko Arusha analipa 700,000. Bosi wake anamlipa 700,000. Hiyo 700,000 kamuongezea mwenyewe huko. Baada ya dada kujiongeza. Yaani jinsi anavyofanya kazi zake bosi akaona huyu dada anastahili zaidi. Kwa hiyo tunataka yani uwe ni yule mtu ambaye bosi hataki kukukosa. Na kwa kuwa hataki kukukosa kutokana na utendaji wako wa kazi, nidhamu yako nzuri, hata kuongezea hela. Yaani hizo ndo namna tu ya kupata hela. Si ndio jamani? Haya. Kwa hiyo Damariana karibu tena. Wadada Center. Nguzo ya familia. Mimi toka nimefika hapa nimejifunza vitu vingi. Kitu kikubwa nilichojifunza ni kuwa na malengo na usidharau hii kazi, kwa sababu wadada wengi tunaona kama kazi za ndani tu unaenda tu unafanya, unajidharau wewe mwenyewe, unajiona maisha ndio yamekushinda umeenda kufanya, lakini nitakiwa uchukulie kwa ukubwa, uone kwamba hii ni kazi kama kazi zingine, ukiheshimu na yenyewe itakupa thamani, ukaifanya kwa ubora na bosi ataona unajituma, ndio maisha yako atakavyofikia, yani maisha yako atakavyokuwa makubwa zaidi. Malengo yako atafikia kwa haraka kuliko kuidharau, kuona kama utumwa, utafanya muda mfupi utaondoka, ila ukivumilia ndivyo malengo yako yanazidi kuwa makubwa na maisha yako yanakuwa bora. Okay. Sawa, kwa upande wa utaalamu umeongea vizuri. Tunaiangalia hii kazi kwa ukubwa. Hatujiangalii sasa hivi tunavyoifanya, tunaangalia kule tunakokwenda. Kwa hiyo ili tufike kule tunakokwenda, tunaanza kufanya kwa ukubwa huo tukiwa hapa. Ndio ile maana ya kuwa mwaminifu katika madogo ili Mungu akuongeze, akuamini kwenye makubwa. Wewe umekuja kama mtu ambaye umeshasoma housekeeper. Umejifunza nini kwenye viwango vyetu vya wataalamu? Yaani umejionaje? Kama ulivyosema kwamba yani ujuzi usiambatanishe kwanza makaratasi. Ujuzi wako ndio
cheti, yani ujuzi ulionao ndio unakubeba. Ndio unakubeba. Kwa hiyo mimi nimeona kwamba ni sawa tunavyopewa trainee kwa sababu pia cheti sio kila kitu. Mafunzo sio kila kitu. Tulopewa huko chuo. Pia hapa tumeongeza ujuzi. Ndio. Yeah, sawa kabisa kwa sababu hivyo vyuo navyo sasa hivi unajua vyuo vingi bwana vimekaa kibiashara. Unaweza visiwekeze sana kwenye kuwapa ule ujuzi unaotakiwa. Anawapiga tu brush hapa, siku zinafika anakupa cheti chako. Sasa unapokuja sokoni unajikuta yani ule utaalamu unaosema unao watu hawauoni, lakini sio kosa lako. Labda ni kosa la pale walipokuandaa, waliposema wanakuandaa ili uweze kuwa mtaalamu wa hiyo field, si ndio? Sasa uzuri ni kwamba muda bado tunao. Kwa hiyo una uwezo sasa, kwa sababu kule sio kwamba uliondoka zero kabisa. Kuna vitu basic unavyo. Ukija sasa kwenye field ukaona soko linataka nini, inakuwa ni rahisi kujiongeza. Ndani ya muda mfupi unakuwa sasa umeshakamilika yule mtaalamu ambaye anahitajika. Yeah. Nimefurahi ulivyoisema. Dada Center, nguzo ya familia. Mimi cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa hatua alionifanya mpaka nikafikia hapo. Cha kwanza, yani kitu ambacho nimejifunza hapa. Cha kwanza kuwa na nidhamu. Cha pili, kujua ni nini kilichokuleta. Na kujua pia ni nini ambacho au una malengo gani kulingana na hicho kitu ambacho unakitafuta. Na cha pili, cha tatu nasema kwamba ndio nilikuwa bado na maisha yale ambayo nilikuwa naishi mimi kama mimi, lakini ni kadri siku zinavyoenda nazidi kufuata muongozo ambao inatakiwa kuishi na familia pia. Kwa mfano kama hivyo mavazi. Ndio kimavazi naweza nikasema nilikuwa naishi jinsi mimi ninavyotaka. Ila kiuhalisia haitakiwi. Kwa hiyo naamini nitazidi kujifunza na nitazidi kuelewa ni nini ambacho kinatakiwa nifanye. Sawa kabisa. Hapo umenifurahisha kabisa. Yaani umeongea kikubwa, sitaki hata kuongeza neno. Umesikia? Unakuja hapa unataka kuishi vile unavyotaka. Hapana, kwenye ajira unaishi namna ajira inavyokutaka. Ili upate unachokitaka, inabidi wanasema mtaka cha uvunguni. Basi ndio hivyo tu. Na hiyo ni kwa muda. Baada ya hapo utaenda kujiachia unavyotaka. Si ndio jamani? Hivi vitu ni vya muda tu. Kwamba eti umeambiwa usivae mavazi yako unayapenda, ni kwa muda. Wewe yaweke pembeni, piga kazi kwanza, tengeneza pesa yako, ushakuwa na hela yako. Unaishi unavyotaka. Mimi saa hizi ukinikuta huko najiachia na mume wangu na tumbo langu, watu wanabwata, hawanisaidia, wananifanyaje? Si umeona mimi naendelea kutamba? Kwa nini? Kwa sababu ninaishi na maisha yangu. Hakuna mtu yoyote ambaye namtegemea, hatumtegemei yoyote, tuna biashara yetu, tuna kazi yetu. Mungu atatuletea watu ambao yeye amewaandaa kwa ajili ya kuwahudumia, si ndio? Lakini hapo ni wakati ambapo wewe umeshajipata, unaishi maisha yako. Hakuna binadamu ambaye atakueleza chochote. Lakini ukiwa kwenye ajira unakuwa mnyenyekevu. Lazima uwe mnyenyekevu, upate kile unachokitaka. Ukishapata, babu dunia hii Mungu kakupa, na wewe nenda kajiachie unavyotaka. Haya. Wadada Center, nguzo ya familia. Kwa upande wangu mimi nashukuru Mungu nilipokuja hapa, mafundisho ambayo tumefundishwa na mwalimu. Kama mfano kwenye malezi ya watoto. Kwa nilipotoka huko nilikuwa najua kiasi kidogo, lakini nilipofika hapa nimejifunza unavyowalea watoto unatakiwa una vipengele. Kama kwenye kuwapangia ratiba, uwe unapanga ratiba. Watoto walee vizuri, wapangie ratiba kama ni ya chakula, kama ni ya masomo, ya kupumzika, wapangie ratiba. Jinsi ya kuwasiliana nao, ndio jinsi ya kuwahudumia. Kama kuna kipengele cha majukumu, unawapa majukumu wasio wanajiona wapweke. Ndio. Na kingine kwenye mapishi bora, kwenye majukumu sio wajione wapweke. Kwenye majukumu tunaandaa kizazi cha watu wanaojitegemea. Mtoto hawezi hata kuosha chombo chake. Mtoto hawezi yani kujitegemea vitu vidogo vidogo. Hicho ndio lengo hilo la kuhusisha watoto, lakini kwa upendo. Sio kwa kumforce. Kwa upendo unamuandaa vizuri, yani ukiwa unapendana na yule mtoto, chochote unachotaka na yeye anataka aje akusaidie. Umeona? Basi baada ya hapo unakuwa umefanikiwa. Ndio. Umeelewa hasa kwenye watoto jamani, yani nyumba zenye watoto mnatakiwa sijui mfanyeje.
kwa sababu kama Mariana kilichomtoa kazini ni watoto. Mfano huyu alifanyaje uzembe, mtoto akadondoka akajigonga akapasuka hapa, si ndio? Pale tu. Lakini sio kwamba alikuwa ni mbaya, huyu ni professional wa malezi. Sio alikuwa anawaandalia maziwa, mtoto huko akateleza, akamtoroka, mtoto yule akaenda akaumia, akadondoka akapasuka hapa. Yaani mzazi hakutaka kingine. Yaani tayari ameshakuwa sio professional tena. Si unaelewa? Kwa hiyo yani mnapokuwa na watoto, yani hakikisha unamwandalia maziwa yuko hapa. Yani usimwache akuache hata dakika moja. Na hicho ndo mzazi anapenda. Kwanza mzazi akiona una mazingira hayo, yani hapo anaona huyu ndio dada sasa. Lakini akiona huko unafanya kitu fulani alafu mtoto yuko kule, anasema huyu dada sio mtu wa watoto. Umeona? Kwa hiyo jamani, watoto, ukipangiwa nyumba yenye watoto, mshahara wako ni nani? Mshahara wako ni nani? Unaweza hata ukawa kwenye kazi nyingine hauko vizuri sana, lakini kwenye mtoto ukipewa ukipewa maksi nyingi kwa mtoto, hizo kazi nyingine anaweza hata kutafutaga mtu mwingine. Lakini usije ukajishauri eti kazi nyingine utafanya vizuri alafu kwa mtoto haufanyi vizuri alafu akuache. Utasikia tu hapana jamani, dada hapana. Haya. Kwa hiyo nimependa pia unavyoelezea, lakini narudia tena, madini yako humu, hela ziko humu. Sawa jamani, usiangalie ni 50,000, angalia hii 50,000 itakuzalishia kitu gani, kama kweli unania. Ila usije ukachukua ukaweka kwenye begi, utakuja tukakorofishana bure. Mbona nilichukua mwongozo wa mjanipandisha? Mwongozo huu tunakupa ili ukakusaidie ujinoe sawa sawa na mabosi wanavyotaka, sio unavyojua wewe. Mabosi wanavyotaka ndivyo tulivyokuwekea huko. Kwa hiyo nimependa ulivyosema. Kuna kingine na kingine tunatakiwa tuwe na utayari, yaani kule tunapotoka huko kama ni manyumbani kwetu, yaani dada uwe tayari umeshajiwekea utayari, bwana mimi kule ninapoenda ni kitu gani natakiwa nikifanye, na malengo yako umejiwekea malengo, bwana mimi natakiwa nikitoka hapa nikafanye kama ni biashara ama ni kitu gani, ni chochote kile ambacho unataka kuendeleza kimaisha. Kwa hiyo kikubwa unatakiwa uwe na utayari kwenye maisha, maana ukishakuwa na utayari kila kitu akitakuwa kigumu, vitu vyote utavifanya vizuri. Kabisa. Kama una ndoto za kufika mbali, si ndio? Tunazungumzia utayari wa kuwa mtu mwenye maendeleo. Kama una ndoto ya kufika mbali, kazi yote kwako utaifanya ukijua hii kazi ni ya muda, baadaye nitabadilisha. Yaani kazi ya ndani haiwezi kukudefine wewe, kama wewe ukawa tu ni mtu wa daraja la kazi za nyumbani. Hapana. Hata kama ni kazi za nyumbani, basi jiwekee pia daraja kwamba naanza traditional lakini naenda smart, naenda professional. Nikitoka hapo nitakuwa nimeshatengeneza mtaji wangu. Baada ya hapo mimi nimenyanyuka. Sio tena unazunguka kwenye kazi za ndani. Ulitoka Wadada Center, si utaenda Wadada gani huko? Si utaenda wa jamani. Sisi hatujengi watu wa hivyo. Tunajenga watu ambao wanapanda ngazi. Kesho na kesho kutwa wanasema jamani, mimi sasa hivi sio na duka, sio na nini, sio na kampuni. Hayo ndio maisha tunayotaka kusikia. Hii ya kusema mpaka si, yani na hii nimeweka maksudi kutoka dada wa kazi mpaka nini? Nataka nitengeneze ma CEO. Sitaki kutengeneza wadada wa kazi za ndani. Natengeneza ma CEO ambao wanajua kabisa kazi za ndani ni mwanzo, lakini kesho na kesho kutwa na yeye ni CEO wa kitu chake. Sawa jamani? Haya, mimi nawatakia mchana mwema.